Ndoa bora haitokei. Ndoa bora ina maandalizi. Tunaishi katika nyakati ambazo taraka ni nyingi. Unaweza ukajiuliza kwamba hawa watu ilikuwa kuwaje, hawakupendana? Karibu sana kwenye kipindi chetu kizuri cha Pre-Marriage Talk au mazungumzo kabla ya ndoa. Hiki ni kipindi maalum kwa ajili ya vijana ambao wanajiandaa kuingia katika ndoa, lakini ni kipindi maalum pia kwa ajili ya wazazi na walezi wa vijana, pia walimu wa vijana ambao wanajihusisha sana na maisha ya vijana. Kwa hiyo Pre-Marriage Talk ni kipindi ambacho tutakuwa tunazungumza mambo ya msingi, mambo ya muhimu ambayo kijana anatakiwa kuyafahamu kabla ya kuingia kwenye ndoa. Na kipindi hiki kimetokana na uzoefu ambao tumeupata hasa katika semina zetu za ndoa. Tumekuwa tukikutana na hoja na ushauri na maoni ambayo yametusaidia kuweza kujua kwamba baadhi ya changamoto katika ndoa zinatokana na ukweli kwamba wanandoa wanapoingia kwenye ndoa wanakuwa hawajapata elimu ya kina kuhusu ndoa ni nini. Na mara nyingi wanapokuwa wanafundishwa, huwa inakuwa ni katika kipindi kile ambacho ni siku chache kabla ya ndoa. Na wakati huo unakuta wanandoa watarajiwa wanakuwa wana shinikizo la mambo mengi. Kwa unakuta elimu ile inakuwa ni elimu ambayo haiwezi kusaidia. Kwa hiyo tumeona kwamba ni vizuri tuwe na vipindi ambavyo vitawasaidia vijana, wazazi, walezi na walimu wa vijana mambo ya msingi ambayo wanatakiwa kuyafahamu kabla hawajaingia kwenye ndoa. Na nitakuwa ninazungumza kuhusu sababu 10 kwa nini kijana au binti anahitaji kupata mwenzi sahihi. Na nayo yazungumza yapo kwenye kitabu ambacho kimeandikwa kabisa. Kwa hiyo kama utatokea kwamba unahitaji hiki kitabu ili uweze kupata vizuri yale ambayo ninayazungumza, basi unaweza ukawasiliana na mimi kwa namba ya simu ya 0752 80 52 76 ili tuweze kuona namna ambayo unaweza ukakipata kitabu hiki. Lakini pia unaweza ukanifuata inbox ili tuweze kujua namna gani unavyoweza kukipata. Sasa tunapotaka kuzungumza sababu 10 kwa nini kijana au binti anahitaji kupata mwenzi sahihi, tutaangalia pia mambo 5 ya msingi unayotakiwa kuyajua kuhusu mwenzi mtarajiwa. Na kipindi hiki kitakuwa kinakujia kila siku ya Jumanne saa 4 usiku na siku ya Alhamisi saa 4 usiku. Kwa hiyo fuatilia ili uweze kupata mtiririko mzima hadi tutakapokuwa tumemaliza hizi sababu 10 na kuingia namna nyingine ambayo tutakuwa tunaendelea kufundishana. Kwa hiyo nikianza na swala zima la ndoa, tunasema kwamba wataalamu na wabobevu katika tasnia mbalimbali katika maisha hufikia ngazi walizofikia kwa sababu wanakuwa wamejifunza. Hadi pale mtu anapokuja kuitwa daktari, anapokuja kuitwa injinia, ni mtu ambaye amejifunza na anakuwa anategemeka na kutumainiwa kwa sababu anakuwa na ufahamu na maarifa ya kutosha katika ile fani anayokuwa amesomea. Kwa hiyo tunasema kwamba kwenye swala la ndoa ambayo ni kitu cha msingi sana katika maisha, huwa hakina elimu ya kutosha. Watu wanaingia tu bila kuwa na elimu ya kujua ndoa ni nini, changamoto katika ndoa, migogoro katika ndoa. Kwa hiyo mtu anaingia pia anakuwa hana ufahamu au utaalamu au ujuzi. Na kwa maana hiyo sasa, kwa kuwa ndoa ni kitu imara, kitu bora, kitu ambacho kina matokeo katika jamii, ni vizuri sasa tukaanza kuiangalia hii ndoa katika mtazamo wa Biblia. Tunasema kwamba ndoa bora haitokei. Ndoa bora ina maandalizi. Na ndoa bora hutokea baada ya maandalizi ya pande zote mbili. Maana binti na kijana wanapokuwa wana maandalizi ya kutosha ya kiufahamu, ya kimaarifa, hadi wanapokuja kukutana na kuanza kuishi pamoja. Lakini ndoa bora tunasema huwa inaleta familia bora. Familia bora
inaleta jamii bora, na jamii bora inatengeneza taasisi imara, lakini pia inatengeneza nchi yenye watu wanaojitambua na wanaojielewa. Tunasema kwamba katika sayansi ya jamii au social science, ukienda mahali fulani ukitaka kuijua jamii ya mahali pale ni jamii ya namna gani, angalia aina za familia ambazo zimetengeneza ile jamii. Na ukitaka kujua aina ya familia, angalia aina ya ndoa zilizopo mahali pale. Na ukitaka kuangalia aina za ndoa, angalia maandalizi, ufahamu na uelewa wanaokuwa nao watu kabla ya kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ni mtambuka, ambalo linahitaji mikakati kabisa ya mikubwa kwa ajili ya kutengeneza kizazi au jamii iliyo bora. Inaanzia katika kipindi cha maandalizi yale mtu ajaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo sasa tunasema mazungumzo kabla ya ndoa ni mafundisho katika mtazamo wa Biblia kuhusu mambo ya msingi ya kujifunza kabla ya kuingia katika ndoa, na ni muhimu pia kutambua kwamba makosa ambayo mtu anaweza kuyafanya katika kupata mwenzi huwa yana gharama kubwa sana huko mbeleni. Tunazungumza hivi kwa sababu tumekuwa walimu wa ndoa, na migogoro mingi ambayo tunakutana nayo katika ndoa, mingi unakuta ni kwamba huyu mtu hakuwa amepewa elimu ya kutosha. Kwa hiyo swala la kuchagua mwenzi ni swala ambalo linatakiwa kuchukuliwa kwa umakini mkubwa sana, kwa sababu tunasema kwamba mwenzi unayempata atakuathiri kwa namna kama kubwa 3 au 5 hivi katika maisha yako. Kwa hiyo inahitaji kufanya maamuzi ukiwa pia na ufahamu. Sio tu swala la moyo umependa. Moyo unapokuwa umependa, ni vizuri pia na kuzishirikisha akili zifanye tathmini ya kwamba kweli huyu mtu nimempenda, lakini je, anaweza kuwa baba wa watoto? Je, huyu ana uwezo wa kuwa mama? Ni mtu ambaye ataweza kuyabeba yale majukumu ya kuwa mke au mume wa mtu? Kwa sababu ndoa ipo kimajukumu pia. Yapo majukumu ambayo mwanaume atakuwa nayo, lakini yapo pia majukumu ambayo mwanamke atakuwa nayo. Kwa hiyo tunapoanza kuangalia swala la kuingia katika mahusiano ambayo yatakuja kuleta ndoa na baadaye familia, ni muhimu kuwa na ufahamu wa kutosha, lakini pia kujiuliza maswali ya msingi, kwa sababu ndoa inaenda kumwathiri mtu kama nilivyosema kwa namna kubwa kama 5. Athari ya kwanza ambayo tunaiona kwenye ndoa au unapokuwa umeingia katika ndoa, tunasema kwamba utaenda kuathiriwa kwanza katika maisha binafsi. Maana unapoona kila mtu anakwenda kumwathiri mwenzake kwa uzuri au kwa ubaya, na tunazo shahidi mbalimbali katika maisha yetu ya kila siku ambayo watu wamekuwa na mabadiliko ya kiroho, ya kimaendeleo, ya kiuchumi, katika namna ambayo ni chanya au hasi. Na hayo mabadiliko unakuta yanatokea baada ya kuoana. Kwa hiyo tunasema kwamba kuna mwanandoa ambaye atakufanya uwe bora, na kuna mwanandoa ambaye ataweza kufanya ukadidimia. Ina maana ya kwamba maono uliyokuwa nayo, mipango uliyokuwa nayo, njozi ulizokuwa nazo zinaweza zikafanya kazi au zikadidimia kulingana na mtu ambaye unaenda kumuingiza katika maisha yako awe mwenzi wa maisha. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwamba ni muhimu sana kuwaza, kufikiri na kumwomba Mungu akukutanishe na mtu ambaye tunasema kwamba ni mwenzi ambaye anaweza kuwa ni muinua maono au muwezesha maono. Kwa sababu kuna mwenzi ambaye ukianza mahusiano na ukaishi naye, baadaye anakuwa ni mtu ambaye vitu ambavyo Mungu amewekeza ndani yako kama mtu binafsi vinapotea. Kwa hiyo tunasema kwamba kuna mwenzi ambaye ni dream killer au muua maono, lakini pia kuna mwenzi ambaye tunamwita dream booster au muwezesha maono. Kwa hiyo ni lazima kijana uwaze aina ya mwenzi wa ndoto yako, na muombe sana Mungu akutanishe na mtu sahihi ambaye ataboresha
maisha, maono na mipango. Na ndio maana tukasema kwamba sababu 10 kwa nini kijana au binti anahitaji kupata mwenzi sahihi. Lakini pia athari nyingine ya kuoa au kuolewa ni kwamba kutakuwa na athari katika familia. Mnapooana mnaunganisha familia mbili tofauti, na kwa maana hiyo sio swala la kujiunganisha tu mtu pekee, bali mnaunganisha familia, mnaunganisha koo, mnaunganisha makabila, kama mtakuwa mnatoka katika makabila tofauti. Kwa maana hiyo utakuwa na maingiliano na mahusiano ya koo na familia nyingine kabisa. Kwa hiyo unaenda kupata wakwe, unaenda kupata mashemeji, mawifi, ndugu ambao watabadilisha kabisa mifumo na aina ya maisha uliyozoea. Kwa hiyo kuna mtu mwingine baada ya kuoana na mahusiano ya kifamilia yanaweza kuwa bora au yanaweza yakafifia kabisa. Na hizi ni vitu ambavyo tunavifahamu katika familia. Kuna watu ambao baada ya kuoa au kuolewa tayari mahusiano yake na wanafamilia wake kule alikotoka yanakatika, kwa sababu aina ya mtu aliyempata ni mtu ambaye sio wa kuenzi, kutambua au hata kuboresha yale mahusiano ya mwenzake alikotoka. Na ni mashahidi kabisa ya kwamba kuna mtu ambaye akioa au kuolewa hata ndugu hawezi kumtembelea, wanakuwa wanaogopa. Anaweza kuwa mwanaume, anaweza kuwa mwanamke. Kwa hiyo ndoa inaenda kukuathiri katika eneo la familia pia, na aina ya watoto watakaopatikana watategemeana pia na aina ya mtu ambaye ameweza kuwa mwenzi wako. Kwa hiyo kuna vile vinasaba, na ndio maana pia katika maisha unaweza kukuta kwamba mtoto amezaliwa lakini anakuwa na tabia za wajomba zake, au anakuwa na tabia za watu wa kwa baba. Kwa hiyo unakuta kuna namna ambayo yule mtu mtakaye kuja kumleta duniani ataweza kuathirika na tabia za pande zote mbili, na hiyo inategemeana na uchaguzi wa mtu uliyemchagua. Kwa hiyo swala la kuoa au kuolewa sio swala la kuchukulia kiwepesi, ni swala ambalo linahitaji kufanya maamuzi sahihi, kumwomba Mungu na kutafakari kwa kina, kwa sababu ni maamuzi ambayo yataathiri vitu vingi sana katika maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu sana ukalifahamu hilo, na kisha unapofanya maamuzi uwe umefanya maamuzi sahihi. Sasa tunaporudi kwenye hiki kitabu, nimesema kwamba tuanze na utangulizi. Nianze kwa kusoma baadhi ya vitu, lakini pia vingine nitakuwa ninaviongea tu, kwamba sababu 10 kwa nini kijana au binti unahitaji kupata mwenzi sahihi. Tunasema kwamba ni muhimu sana kijana au binti aliyeokoka kufanya maamuzi sahihi yanayohusu kuoa au kuolewa, kwa sababu uhusiano wa ndoa una athari kubwa katika maisha yake ya kiroho, kihisia na hata kimwili. Na Biblia inasisitiza hekima na uongozi wa Roho Mtakatifu na ushauri wa kiroho katika maamuzi haya, kwa sababu ni maamuzi ambayo yanaamua mustakabali wa maisha yako. Ujuzi, huduma, furaha na wokovu pia unategemeana na mtu ambaye utaishi naye. Kijana au binti aliyeokoka anatakiwa kutafuta mwelekeo wa Mungu, ushauri wa kiroho na uongozi wa neno la Mungu kabla ya kuchukua hatua, kwa sababu maamuzi yoyote unayoyachukua yanaenda kuathiri maisha yako ya baadaye. Na tunasema kwamba ni muhimu upate sana mwenzi sahihi, kwa sababu mwenzi atakuwa na mguso chanya au atakuwa na mguso hasi katika maisha yako. Na katika kipengele hiki tunasema kwamba mnapooana, kila mmoja atakwenda kumwathiri mwenzake kwa uzuri au kwa ubaya, na ushahidi wa mabadiliko ya kitabia na mabadiliko ya kiroho, mabadiliko ya kimaendeleo na mabadiliko ya kiuchumi yako wazi kwa wanandoa wengi. Hata wewe unayenifuatilia, unayesikiliza, una ushahidi wa baadhi ya watu ambao walibadilika kabisa, vizuri au vibaya, baada ya kukutana na aina ya mtu fulani. Kwa hiyo tunasema ni lazima uwaze aina ya mwenzi wa ndoto yako, na umuombe sana Mungu akukutanishe na mtu ambaye ataboresha maisha, maono na mipango yako, kwa sababu haya ni maamuzi ambayo ukishayafanya
hakuna kurudi nyuma. Ukishayafanya yana athari. Kwa hiyo kabla hujaingia huko, ni vizuri sana 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 ukajipanga, ili uhakikishe kwamba utakapokuwa umeingia hapo, unaingia ukiwa unajua au ukiwa na taarifa sahihi. Tunasema kwamba ndoa zina surprises nyingi. Kuna good surprise, lakini pia kuna bad surprise. Ninaposema good surprise ni kwamba kuna mishangazo mizuri katika ndoa, lakini pia kuna mishangazo mibaya. Sasa ile mishangazo mizuri na mishangazo mibaya inatakiwa uelewe kabla, kwamba ninapoingia kwenye ndoa ninaweza kwenda kukutana na mishangazo mibaya, kwa maana kwamba unakutana na mtu ambaye anakuwa tofauti na ulivyotegemea, au akawa tofauti na ulivyotegemea lakini kwa uzuri. Sasa vitu hivi ukishavifahamu, inakusaidia kiasi kwamba unapoingia kwenye ndoa, tunasema kwamba unakuwa umejiandaa kisaikolojia. Kwa hiyo ninaendelea kusema kwamba maamuzi ya kuoa au kuolewa sio maamuzi ambayo unatakiwa kuyachukulia kiwepesi sana kama ambavyo watu wanaweza wakafikiria au kuwaza. Lakini tunasema kwamba ni muhimu kufahamu kwamba ndoa ya Kikristo ni ndoa ambayo imekusudiwa na Mungu iwe ndoa isiyoruhusu talaka. Lakini tunaishi katika nyakati ambazo talaka ni nyingi. Watu wanatalikiana, watu wanatengana, wanaacha, wanaumizana. Na wanapokuwa wanaumizana, unaweza kujiuliza kwamba hawa watu ilikuwa kuwaje? Hawakupendana? Nini kimetokea? Na tuna shuhuda nyingi ambazo watu waliokuwa wanapendana wanafika mahali wanafanyana mabaya. Wengine wameuana, wengine wamewekana vilema, wengine wamefanyana mambo mabaya. Sasa ni nini kinatokea ambacho kinasababisha mtu anakuja kufikia hatua hiyo? Zipo sababu nyingi, lakini kubwa ni hii ya kutokuwa na ufahamu na uelewa wa kitu tunaita dynamics au namna ambavyo ndoa inaendeshwa au inavyotakiwa iendeshwe. Kwa hiyo tukifahamu kwanza kwamba ndoa ya Kikristo ni ndoa isiyoruhusu talaka, inabidi pia kufanya maamuzi ya kina unapokuwa unaingia katika nia hiyo. Kwa hiyo jiandae kuingia katika ndoa ukiwa na nia ya kudumu katika ndoa, kwa maana madhara ya kuachana ni makubwa kwa wanandoa na wategemezi wa ndoa. Kwa hiyo unapowaza kuingia katika ndoa, fahamu kabisa ya kwamba swala la talaka ni swala ambalo halitakiwi kuwepo. Lakini sasa kama halitakiwi kuwepo, kuna vitu ambavyo ni vya msingi sana vya kuangalia kabla hujaingia, ambavyo vitakusaidia kuweza kuepukana na talaka ambazo zinaweza kujitokeza. Kwa nini talaka zinatokea? Ni kwa sababu kuna matarajio ya wanandoa ambayo yanakuwa hayajafikiwa. Mtu anakutana pengine na tabia ambazo hakuwa amezitegemea, amekutana na vitu ambavyo hawezi kuendana navyo. Sasa mazungumzo kabla ya ndoa yamelenga kutusaidia kujua baadhi ya vitu ambavyo vipo kwenye ndoa. Kwa hiyo mtu anapokuwa anaingia, tunasema kuwa anakuwa amepewa taarifa kabla, na taarifa zenyewe zinakuwa ni za muda mrefu kama hivi. Kwa mtu anapokuwa anajipanga kuingia katika ndoa, anajua kwamba mtu nayeenda kuolewa naye au naenda kumwoa ni mwanadamu, atakuwa na mapungufu, ni mwanadamu, ametoka katika mila na desturi fulani, ni mwanadamu, ana vitu anavyovipendelea mimi nisivyovipendelea. Kwa hiyo unapopata taarifa ya namna hii, inasaidia kujipanga, ili kwamba unapokuja kukutana na kitu cha namna hiyo katika mahusiano kisikustue, maana tayari tunakuwa tumesha kupata taarifa. Na ndio sababu ya kipindi hiki, yani kumwandaa binti na kijana kwamba unapoingia kwenye ndoa kuna surprises nzuri na mbaya. Kwa hiyo ukishakuwa na information hiyo,
hata ukikutana nayo haitakuja kukusumbua. Utakuwa unaelewa kwamba ni kitu ambacho nilikuwa nimeweza kukifahamu au kukipata. Kwa hiyo ni lazima pia kufahamu kwamba moja ya makusudi ya ndoa kwa wanandoa ni kuondoana upweke, au ni kuondoa hitaji la upweke katika maisha ya mwanadamu. Mungu alivyotuumba wanadamu, ametuumba na hitaji la kuhusiana. Tunasema kwamba God is a relational God. Na kwa sababu ni Mungu wa mahusiano, amemuumba mwanadamu kwa sura na mfano wake. Sasa sura na mfano wa Mungu pia upo katika swala zima la mahusiano. Kwa hiyo Mungu ametuumba ili tuweze kuwa na mahusiano. Na kuna mahusiano yale ya mwanadamu na Mungu ambayo Mungu ameyaweka, na mwanadamu anakuwa hajisikii kukamilika anapokuwa mbali na Mungu. Lakini baada ya hayo yapo mahusiano ya kifamilia ambayo Mungu ameyaweka kati wanadamu na familia zao. Wazazi kwa watoto, watoto kwa wazazi, watoto kwa ndugu zao, kaka na dada. Yale ni mahusiano ambayo yapo na yanatakiwa kutunzwa. Lakini kuna mahusiano ambayo huwa yanapelekea watu kuweza kuoana. Na mahusiano haya sasa ni mahusiano ambayo ni muhimu, na hitaji la mwanadamu kuhusiana na mtu wa jinsia nyingine ambaye sio ndugu yake ni hitaji ambalo limewekwa na Mungu mwenyewe katika ndani ya mwanadamu. Na ndio maana inapofika wakati ambao kijana anapokuwa amepevuka, binti anakuwa amevunja ungo, kuna hitaji la ndani ambalo huwa linahitaji huyu mtu awe na ukaribu na mtu wa jinsia nyingine. Na ni katika muktadha huo ndipo ambapo zipo taratibu za kibiblia, taratibu za kidini ambazo huwa zinawaongoza vijana waweze kuingia katika mahusiano katika namna ambayo inampendeza Mungu, au katika namna ambayo imewekwa kijamii na kitamaduni, ili waweze kuingia na kutimiza lile hitaji ambalo ni la Mungu mwenyewe ameliweka katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo unapolifahamu hili kwamba moja ya majukumu yako kama mtu anaingia kwenye ndoa ni kwenda kuondoa upweke ambao unaondolewa na mtu wa jinsia nyingine. Kwa kama ni binti, moja ya majukumu ambayo unayo ni kwenda kuondoa upweke wa yule kijana ambao ni upweke ambao huwa unamhitaji mtu wa jinsia nyingine. Sasa ule ataupata kutoka kwako tu. Lakini kwa kijana wa kiume pia au kwa kijana niseme, Mungu amekuweka kwa ajili ya kwenda kuondoa upweke, yani ule uhitaji wa binti kuhusiana na mwanaume, anakuwa ameweka mwanaume au kijana kuweza kuondoa ule. Kwa hiyo ni jukumu ambalo linakuwa limewekwa. Kwa hiyo unapokuwa unafahamu hivyo, ni muhimu kujua kwamba sasa katika mahusiano ya ndoa ambayo ninaenda kuingia, ni muhimu sana kwenda kulitimiza ili kusudi ambalo lipo la tunasema kwamba ni kusudi la kisaikolojia, lakini pia ni la kisayansi, lakini pia ni la kibiblia, kwamba kuna uhitaji wa mtu wa jinsia nyingine katika maisha yangu, na hilo kwa taratibu zilizowekwa kibiblia, kidini nyingine, hata katika tamaduni zetu, ni lazima hizo ziweze kushughulikiwa na mtu wa jinsia nyingine katika taratibu zinazokuwa zimewekwa. Kwa hiyo jiandae kuingia katika ndoa ukiwa na kusudi la kuondoa upweke wa mwenzi wako. Hilo ni jambo la msingi sana ambalo unatakiwa kulifahamu. Lakini jambo lingine la maana na la msingi la kujua kwa nini unatakiwa kupata mwenzi sahihi ni kwa sababu tunapokuwa na wenzi sahihi, moja ya makusudi yetu ni kwenda kutengeneza familia bora, ni kwenda kuwa na familia bora. Yaani ndoa, baada ya ndoa kinachofuata ni familia kupatikana. Sasa kama familia inapoenda kupatikana, ni muhimu sana hawa watu wanaoenda kuanza
familia wakajua misingi ya familia bora hata kabla ya kwenda kuingia kule. Kwa hiyo tunasema fikiria na panga kuingia katika ndoa ukiwa na nia ya kuja kuwa chanzo cha familia bora. Kwa hiyo kwamba mimi ninapoingia kwenye ndoa nataka kwenda kutengeneza familia bora. Na katika kipengele hiki tunasema hata kama mtu hajatoka kwenye familia bora, tunafundisha na kusisitiza kwamba familia bora itoke kwako. Kama ni binti hukulelewa na mama bora, basi wewe uende ukawe mama bora. Kama ni kijana hukulelewa na baba bora, basi wewe ukawe baba bora. Na kwa hiyo familia bora iweze kutoka kwenu. Sasa familia bora inatokaje kwenu? Familia bora itatoka pale kwanza kwa kutambua kwamba mimi nina kusudi la kuja kuwa na familia bora. Ni some kipengele fulani hapa kinasema kwamba ndoa ikijengwa katika misingi imara itazaa familia iliyo bora. Familia ni kitovu cha jamii na kanisa. Uhusiano wa ndoa ndio chanzo cha familia. Hivyo ikiwa ndoa inajengwa kwa misingi ya Kristo, basi matokeo yake ni familia yenye heshima, amani na maadili yanayomtukuza Mungu. Shughuli nyingine zitakazokuwa zikifanywa na watu walio katika ndoa bora zitakuwa na misingi imara ya kuzifanya zistawi. Hivyo inategemewa kuwa watu walio na ndoa bora wana nafasi ya kutoa malezi bora kwa watoto kuliko watu wasio na ndoa bora. Ndoa bora ni misingi wa kuwa na familia na jamii yenye maadili mema kwa ajili ya ustawi wa taifa. Shughuli zinazofanywa na watu walio katika ndoa bora zina nafasi kubwa ya kuhimili changamoto mbalimbali kwa sababu zimebebwa na misingi imara wa ndoa iliyo katika misingi mkuu wa neno la Mungu. Kwa maana nyingine niseme, ndoa inapokuwa bora, na hili ni jambo la msingi sana kwa kijana au binti kufahamu, ndoa inapokuwa bora inasaidia sana kwa mwanandoa kupita katika mambo makubwa 5. Yaani unapokuwa na ndoa bora utakuwa na uwezo wa kuhimili changamoto nyingi za maisha, kwa sababu pale unapotoka panakuwa ni mahali ambapo kuna nguvu ya faraja, kuna nguvu ya kukutia moyo na kukusaidia hata unapotoka kwenda kushughulika. Unapokutana na mambo mengine yote magumu, nyumbani ulipotoka panakuwa ni mahali pa faraja. Kwa hiyo unapokuwa unawaza kwa namna ya kuoa au kuolewa, fikiri pia misukosuko ya maisha ambayo inaweza kufanya mambo yakawa magumu, kama pale unapotoka pia hapana amani na utulivu. Mtu mmoja akawa anasema kwamba anapambana sana katika kutafuta ili aweze kujipatia mahitaji yale ya msingi, lakini anapambana huko nje na akirudi nyumbani anaanza tena kupambana na ndoa. Sasa mapambano ndani ya ndoa hayakutakiwa yawepo, kwa maana ya kwamba zile tofauti zinazokuwepo zinaweza zikamalizwa kwanza kabisa kama tutakuwa na elimu na ufahamu wa ndoa ni nini na inahitaji nini. Kwa hiyo unapokuwa na misingi ya ndoa bora, utaweza kuhimili mambo yanayokuwa yanatokea, ile misukosuko ya maisha ambayo iko huko nje inakuwa inawezekana. Kwa hiyo ndoa bora ni kinga, ndoa bora inasaidia, ndoa bora inakuwezesha wewe kuweza kufanya vitu vingine katika namna ambayo itakuwa ni ya matumaini. Na katika kipengele hiki tunasema ndoa bora ni kinga katika mapito magumu ya maisha. Kila ndoa hukutana na misimu tofauti ya maisha. Kuna vipindi vya afya na magonjwa, hivyo vitu tunavifahamu. Vijana mmetoka katika familia ambazo wakati mwingine wazazi ambao ni walezi na watu ambao wamekuwa wakitutunza, wakati mwingine wamekutana na afya zisizokuwa vizuri, magonjwa,
kuna kuishiwa, kuna vipindi vya furaha, kuna vipindi vya huzuni. Kwa katika vipindi vyote hivyo, ndoa iliyo imara katika Kristo inaweza kusimama imara katika nyakati zote hizo za mapito. Kwa hiyo ni muhimu unapokuwa unafikiria kuoa au kuolewa, tambua kwamba kuna vipindi na nyakati ambazo utakutana navyo. Kwa hiyo ndoa imara itaweza kukusaidia kupita katika magumu na kukusaidia kuweza kushinda. Kwa hiyo wanandoa wanaomshirikisha Mungu, wanaojitolea kwa upendo na wanavumiliana, wanajenga uhusiano unaoshinda misukosuko ya maisha, iwe ni ugonjwa au uchumi mgumu. Hivyo ni muhimu sana kwa kijana au binti kumwomba Mungu akukutanishe na mtu atakayekuwa nguzo na msaada nyakati za mapito magumu ya maisha. Kwa hiyo unapowaza kuoa au kuolewa, usifikirie tu kuhusu zile furaha za wakati huo. Maisha ni safari, na ndoa pia ni safari. Kwa hiyo mtu sahihi atakutia moyo, atakuja kusaidia mnapopita katika nyakati. Anakuwa ni mtu ambaye anakufanya uone mapito na magumu katika maisha kwamba ni vitu ambavyo vinawezekana. Hizi ndo baadhi ya sababu za msingi ambazo ninaanza nazo za kwa nini kijana au binti unahitaji kupata mwenzi sahihi katika maisha. Kwa sababu safari ya ndoa ni safari ambayo ina mambo mengi sana. Kwa inahitaji kutafakari, inahitaji kufikiri, lakini inahitaji kumwomba Mungu ili uweze kupata mwenzi ambaye atakuwa ni yule ambaye anakusababisha uweze kufurahia maisha, na si mtu yule ambaye anasababisha maumivu. Ni kukaribishe uendelee kufuatana na mimi katika kipindi hiki cha mafundisho ya mazungumzo kabla ya ndoa. Ni kila siku ya Jumanne saa 4 usiku na siku ya Alhamisi saa 4 usiku. Tutaendelea kujifunza mambo mbalimbali ambayo ni ya msingi ya kufahamu na yale unayotakiwa kuyatekeleza ili uweze kuja kuwa na ndoa bora, kwa sababu ndoa bora inawezekana hata katika nyakati ambazo jamii inaonyesha kwamba ni vitu vigumu visivyowezekana. Mimi napenda nikutie moyo kwamba unaponia inawezekana, na pamoja na msaada wa Mungu ni kitu ambacho kinawezekana, kwa sababu muasisi wa ndoa ambaye ni Mungu yupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mpango wake wa ndoa unaenda kuwa salama. Asante sana kwa kunifuatilia. Asante sana kwa kuwa pamoja na sisi katika kipindi hiki. Usikose kipindi kijacho cha mazungumzo kabla ya ndoa. Mshirikishe na mwingine ili aweze kupata kile ambacho umekipata, na Mungu akubariki. Karibu tena kipindi kinachofuata. Asante sana.